Watu wafuatao ninawasisitiza kusikiliza hii video mpaka mwisho. Kama wewe ni mfugaji, unafuga kuku chotara, hawatagi vizuri au wamevuka miezi 4, 5 lakini bado haujaona yai hata moja. Hawa ni watu wa kusikiliza sana hii video. Kama una kuku wa kienyeji, wanataga mayai mwisho 10, mwisho 8, halafu wanaenda kulalia, wewe ni wa kusikiliza hii video. Kama una kuku wa mayai, utagaji wao sio mzuri, ni kuku ambao labda una kuku 100 unaokota mayai 60, unaokota mayai 70, wewe pia ni wa kusikiliza hii video. Lakini pia kama una kuku wa mayai, wakitaga wanakula mayai, wao wa kienyeji, wao chotara, ila wakitaga wanakula mayai, wewe pia ni wa kusikiliza hii video. Na kama una kuku ambao wanataga mayai yenye maganda malaini, wewe pia ni wa kusikiliza hii video. Na watu wa mwisho kabisa kusikiliza hii video, kama mayai katika ule utagaji ule kuku wanapasuka eneo la nyuma, yanawaumiza mayai kiasi kwamba mpaka wanakufa au mayai yanapasukia ndani, wewe pia ni wa kusikiliza hii video. Sasa ndugu zangu, labda tuanzie hapa. Matatizo mengi ya kuwafanya kuku hawatagi huwaga yanasababishwa na chakula ambacho unawalisha kuku wako. Yaani kwa asilimia kubwa sana, tokea mimi ninashauri wafugaji, pia ninafuga na tunaendelea kufuga, huwaga tunaonaga shida kubwa inakuwaga kwenye chakula, kwa sababu wafugaji huwaga mnatupigia simu kwamba labda kuku wangu hawatagi. Katika kuku 100 labda wanataka naokota tray moja ya yai. Ukimuuliza mfugaji unawapa nini kuku wako, anakuambia tu mimi nawapa pumba. Sasa kuku ili waweze kutaga vizuri, wanahitaji madini ya kutosha ambayo yanaweza yakaunda yai. Yaani yai haliundwi na madini ya aina moja. Kwa hiyo kama kuku atakosa haya madini ya kuunda yai, lazima tu hatataga. Mfano mdogo, ngoja nikuelezee kwa ufupi tu. Yai linaundwa na madini ya calcium, lile gamba la nje lile linaundwa na madini ya calcium, pale yanahitajika. Kwa hiyo asipokuepo madini ya calcium, ndio unaweza ukaona labda kuku anataga yai tepetepe, au kuku hatagi kabisa, anashindwa kabisa kutengeneza yai. Lakini pia yai huwaga linaundwa na madini ya methionine na lysine. Hii methionine na lysine ni kama vile protein ambayo huwaga inatengenezaga kiini cha yai, na yai huwaga linaanziaga kwenye kiini, umeona? Kwa hiyo ni eneo ambalo ni muhimu sana. Endapo kuku wako watakosa hii protein ambayo hapa ninahitaji kama methionine na lysine, basi hawatataga. Na japo hawahitaji kiwango kikubwa sana cha protein kuku ili waweze kutaga, hawahitaji, kuna kiwango maalum. Yaani ndio maana unapo tengeneza kanuni kwa ajili ya kuku wako kuweza kutaga ya chakula, inatakiwa uwe makini sana. Unaweza ukatengeneza kanuni ya gharama, lakini ukakosea vipimo, yani ukakosea vipimo kidogo tu, kuku wako asitage vizuri. Hiki kitu sisi KingoFarm tuna uzoefu nacho, kwa sababu kuna kipindi tulikuwa tunahangaika kutengeneza kanuni ambayo itamfanya kuku aweze kutaga vizuri. Kwa hiyo unaweza kuona kanuni nyingine umetengeneza, kuku anataka mayai malaini, hawatagi. Kwa hiyo tulihangaika sana mpaka tukapata kanuni ambayo ipo vizuri, ambayo iliwafanya kuku wetu wao wanataga vizuri sana. Na hiyo kanuni mpaka leo hii tunaitumia, ipo kwenye vitabu vyetu vya Safari ya Ufugaji kwa wale mnaofuga chotara na kuku wa mayai, lakini pia ipo kwenye kitabu cha Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji. Mle ndani kuna kanuni ambayo tumetengeneza kwa umakini kabisa. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinahitajika. Pia wanga, kuku anahitaji wanga ili aweze kupata nguvu pale ambapo anakuwa anataga. Kwa hiyo unahitaji kanuni bora ambayo ukiwapa kuku wako itawafanya waweze kutaga vizuri na watage mayai mengi. Kuku ipo hivi, kuku katika siku 12 anataga mayai 10, kwa research ambayo tumeifanya sisi, kwamba katika siku 12 anataga mayai 10. Maana kuku baada ya masaa kama sijakosea 26 au 27 ndio anataga yai jingine. Kwa hiyo wastani huo unamfanya katika siku 12 anataga mayai 10, na kama utamlisha vizuri katika siku 12 anaweza akataga hadi mayai 11 akapumzika siku moja tu. Kwa hiyo kwa ujumla nataka nikwambie, kama wewe unatengeneza chakula, hakikisha kuku wako wanawekewa protini kiwango cha wastani. Hakikisha kuku wako anawekewa mafuta. Tunapozungumzia mafuta, yanapatikana kwenye mashudu,
mashudu yale ndio mara nyingi tunapataga mle, hiyo tunaita fati. Hakikisha anaipata kwa kiwango kikubwa, lakini pia hakikisha kuku wako anawekewa wanga kwa kiasi kikubwa, kwa sababu anahitaji nguvu kwa ajili ya kupushi yai na kutengeneza yai hivyo. Hakikisha pia unamwekea madini ya calcium. Hayo yatamsaidia yeye kuweza kutengeneza gamba zuri la mayai. Lakini pia kuku wanahitaji vitamini. Narudia tena mara ya pili, kuku wanaotaga wanahitaji vitamini kwa wingi. Kwa sababu gani? Vitamini waga inapunguza stress. Ipo hivi, ujue kuku kwa mfano akiwa na stress, yani ukamdisturb, anaweza astage kabisa, yani anaweza kairisha kutaga, astage kabisa, umeona? Kwa hiyo kuku anahitaji vitamini kwa kiwango kikubwa sana, na hii vitamini unaipata, zipo vitamini za madukani kama Egg Booster, kuna vitamini Levita, hata hizi vitamini za kawaida multivitamini wanahitaji kuwekewa kwenye maji, lakini pia hata chakula. Kwenye vyakula pia waga tunawekaga vitamini, tunawekaga vyazo vile vya vitamini ambavyo vitawasaidia hawa kuku kuweza kutengeneza yai. Lakini pia katika utengenezaji wa yai, kuku wanahitaji vitamini za kutoka kwenye majani. Kwa nini wanahitaji vitamini za kutoka kwenye majani? Hizi vitamini tunasemaga zinakuwaga na nyuzi nyuzi. Zile refugees nyuzi nyuzi waga zinaenda kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo zikiwasaidia mmeng'enyo wa chakula, hivyo zinawafanya kuku waweze kutaga vizuri. Lakini pia majani haya waga yanachangia kuku waweze kuimarisha vizuri kiini cha yai. Ndio maana waga wanasemaga kwamba kiini cha yai ukitaka kiwe cha njano zaidi, yani yai liwe na ubora. Unapozungumzia kiini cha njano zaidi, maana yake yai liwe na ubora zaidi, kuku inatakiwa umpe majani. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kwa kuku wanaotaga. Pia kuna booster za asili ambazo hata sisi hapa waga tunatumiaga, kama vile majani ya maboga. Yale ni muhimu sana kwa kuku wanaotaga. Lakini pia kuna tangawizi, pilipili inamchochea kuku aweze kutaga kipindi cha baridi. Sisi pia waga tunazitumia hapa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo muhimu sana kuwapatia kuku wako ili waweze kutaga vizuri na waweze kutaga katika mpangilio ambao utakupa wewe faida. Usije ukawa na kuku 100 unakuta tray moja, lazima tu utakuwa unapata hasara. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya ili kuku wako waweze kutaga vizuri. Ukihitaji elimu zaidi, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp ambalo tunatoa elimu kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia tunavyo vitabu. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000, ni soft copy, na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Hivi vitabu kuna kanuni humo za kuwafanya kuku waweze kutaga. Kuna kitabu cha booster za asili za kuwapatia kuku wako ili waweze kutaga vizuri. Lakini pia kama wewe unafuga kuku wa kienyeji au chotara, unataka kuzalisha vifaranga, sisi tunauza incubator, tunaitengeneza, tunakuuzia. Kwa hiyo ukihitaji incubator, tutafute KingoFarm, tutakuuzia hiyo incubator. Asanteni na kwaherini.